Ilikuwa katika muda wa ibada kama namna hii, na namuona Yesu katika kitabu cha Marko sura ya 12 na mstari ule wa 43. Namuona Yesu akiwa ameketi muda wa ibada. Biblia haisemi ilikuwa ni ibada ya namna gani. Inawezekana ilikuwa ibada ya jioni kama namna hii, lakini Biblia inasema katika fungu lile la 41 katika kitabu cha Marko 12 na mstari ule wa 41, nasema kwamba naye akaketi kuelekea sanduku la hazina, akatazama jinsi mkutano watiavyo mapesa katika sanduku. Matajiri wengi wakatia mengi. Kumbe katika kipindi cha Yesu matajiri walikuwa wanatoa pesa nyingi. Walikuwa hawakai tu, yani mtu mshahara wake ni milioni 10 anatoa 2.5. Wanasema hapana, matajiri walikuja mbele wakatoa pesa nyingi katika chombo cha sadaka. Hawakuhesabu kwamba lile goli la shilingi 50,000, 2.5. Wakasema hapana, sisi Bwana ametubariki kwa vingi na tutamtolea Bwana mapesa mengi. Wakaleta mbele za Bwana. Lakini anaendelea anasema katika lile fungu la 42, akaja mwanamke mmoja mjane maskini, akatia senti 2 kiasi cha nusu pesa. Yaani Yesu aliona mapesa mengi, lakini anamuona mwanamke mmoja mjane. Tena mwanamke huyu maskini anatoa pesa ambayo inamgusa sana Yesu. Yesu anaitambua sadaka yake, kwa sababu yule mwanamke alitoa kila kitu kwa ajili ya Bwana. Sasa ndugu zangu, sadaka ni namna ya kufanya mazoezi ya kujitoa maisha yetu kwa Bwana. Kama tutashindwa kutoa pesa, kama tutashindwa kutoa mali zetu, swali linakuja, je, tutaweza kutoa mioyo yetu kwa Bwana? Mtihani tulionao ni mtihani wa kujisalimisha kikamilifu kwa Bwana, na tunafanya mazoezi tena leo kwa kumtolea Bwana sadaka yetu ya shukrani. Tunamtolea tena Bwana kwa kutoa sadaka ya makambi matumizi katika jioni hii ya leo. Karibu Bukelebe TV, jifunze neno la Mungu, pokea matumaini na gundua unabii wa kibiblia. Jiunge nasi kwa safari ya kiroho. Hii ni Bukelebe TV. Bukelebe TV. Angalia, dunia imejaa dhambi na maovu. Wakati wa hatari umefika. Usichelewe kujipanga na kumtafuta Yesu. Tafuta wokovu leo kabla ya kuchelewa. Habari njema ikirushwa Bukelebe TV. Karibu sana. Tusiache kufuatilia katika TV ya Bukelebe TV.